Ufunuo ni dawa ya laana. Ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 22 na kuendelea, unakutana na habari ya Balaam na Baraki kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli wanasafiri kwenda nchi ya ahadi. Wamefika mahali wakaweka kambi. Baraki alikuwa ni mfalme, akaona walivyo wengi na furaha na ukuu, akajua hawa watu siwezi kuwashinda. Balaam alikuwa ni kama mpiga ramli, ni mchawi, alikuwa ni mchawi. Anaanza katabiri, ni nabii wa kipepo, na alikuwa anayoyafanya natokea, alikuwa anajulikana nchini. Kwa hiyo Baraki akatuma watu waende wamwite Balaam ili aje awalaani wana wa Israeli. Alipoenda kuwalaani, waliomba mara ya kwanza, Mungu akamwambia usiende. Na alipomwambia na wana wa Israeli, ameshasikia habari zao yaliyotokea Misri, walivyopita bahari ya Shamu, alivyopita katikati huko yaliyotokea. Ikabidi akasema hawa watu wa Mungu nikienda kichwa kichwa nikapigwa mimi. Akaamua kumuuliza Mungu. Mungu ni mwaminifu. Akamwambia usithubutu. Wale watu ni watu wangu mimi, wamebarikiwa. Huwezi kumlaani aliyebarikiwa. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, akaenda. Kila akipanda mahali aachilie laana, anaachilia baraka badala ya laana. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema hauwezi ukamlaani aliyebarikiwa. Kwa hiyo dawa ya laana ni baraka. Na baraka na kujaje? Ufunuo unaleta baraka. Mungu alimwambia umebarikiwa ewe Petro, baada ya kujibu lile swali. Heri ewe Petro wa Bariona. Anasema nyama na damu vikufunulia haya, ila Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na juu ya ufunuo huu wa mimi Yesu ni nani kwako kibinafsi, nitakujenga kama kanisa. Hakuna adui atakayesimama kinyume na wewe. Kwa wengine anamwambia kwa ufunuo huu ninaachilia baraka kama kinga na dawa ya laana yoyote itakayokuwa kwenye maisha yako. Inakuwa ni ngao. Laana ikiachiliwa kwako, ile baraka inazuia kukugusa. Kama ambavyo Balaam alikuwa hana uwezo wa kumlaani Baraki. Kwa sababu gani? Baraka Mungu imewafunika. Kwa nini? Kwa sababu kinachokuunganisha kwenye baraka kinakudisconnect, kinakutenganisha kwenye laana. Kinachokuunganisha kwenye laana kinakutenganisha kwenye baraka. Wakati Adam na Eva wamefanya dhambi, pale pale walitengwa na baraka ya Mungu, wakaunganishwa na laana ya adui. Ndio maana msalaba ulivyokuja, kazi moja hapo ya msalaba ni kumtenga mtu na laana. The moment unatengwa na laana, unaunganishwa na baraka. Isaya 53 ndivyo inavyosema. Alichubuliwa kwa makosa yetu, akasulubiwa kwa uovu wetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona. Ukisoma kwanza ule mstari wa 3, wa 4 na wa 5, Isaya 53 mstari wa kwanza unasema ni nani aliyesadiki habari tulizoleta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Ni nani aliyesadiki habari tuliyoleta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Kusadiki make ni nani aliyeamini habari tuliyoleta? Na mkono wa Bwana, mkono wa Mungu wa Bwana make ni nguvu za Bwana, ni nguvu za Mungu kutenda kazi kwenye maisha ya mtu. Kwa ni nani aliyeamini habari tuliyoleta na mkono wa Bwana ukafunuliwa kwake? Make nini? Kuna kuamini, kuna habari, kuna mkono. Make unapoamini, make nini? Huwezi kuamini kama hujaelewa au kama hujaona au kama hujasikia kwa jinsi ya rohoni. Make ni kwenye kuamini ni kwamba neno limepasuka ndani. Neno likipasuka linaachilia kitu. Hicho tunaita ufunuo. Kwa hiyo hapa kuna ufunuo wa habari hii tuliyoileta. Hapa kuna mkono. Mkono ni nguvu za Mungu, ni matendo makuu ya Mungu kudhihirika kwa jinsi ya mwili. Ni nguvu za Mungu kuonekana kwa jinsi ya mwili. Kwa hii habari tukileta ikapasuka ndani ya moyo wa mtu, inaachilia ufunuo, inaachilia ufahamu ambao unaompa mtu imani. Kwa sababu ufunuo unakuja na baraka, unakuja na nguvu hizi. Mungu ananiambia hivi, habari hii tuliyoileta ikipokelewa ndani ya moyo wa mtu, kuna nguvu zinazoambatana na hiyo habari zinaachiliwa kwake. Tunasema ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Kwa sababu unapoamini habari inayokuja, kuna nguvu za Mungu zinaachiliwa kwako. Kama vile ambavyo unanisikiliza sasa hizi, ukiamini hili somo, ukaamini haya mahubiri, ukaamini hivi vitu, kuna nguvu ya Mungu ambayo inaambatana na haya maneno na hili somo, inaachiliwa kwako kulifanya liwe mwili kwenye maisha yako, kulizalisha lionekane kwa jinsi ya mwili kwenye kila eneo la maisha yako. Ndio maana baada ya pale akaanza kuambia msihangaike sana, kwa sababu huyu jamaa Yesu Kristo alisulubiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa uovu wetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa wengine anawaambia hivi, chochote kile ambacho kilitokea ndani ya bustani ya Edeni kama matokeo ya dhambi ya Adam na Eva, msalaba umekuja kushughulika nacho na kiondoa. Na sababu na kiondoa, Biblia inasema hivi, amelaaniwa mtu yule angekuwa mtini, sababu anasema alichukua laana zetu, sababu imeandikwa amelaaniwa mtu yule ambaye anatandikwa juu ya mti. Kwa alipokufa pale msalabani, alibeba na laana ya kwetu. Alipochukua laana ya kwetu, alituunga
kinakuunganisha na baraka ya kwake. Kwa kile kinachokuunganisha na baraka kinakutenga na laana, na kile kinachokutenga na laana kinakuunganisha na baraka. Kwa hiyo inategemea na wewe umejiunganisha wapi. Kama umeamua kumpa Yesu maisha yako, ukampokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, automatically ukimwamini moyoni mwako, automatically unatenganishwa na laana, unaunganishwa na baraka ya Mungu. Na kwa hiyo kadri ambavyo unazidi kupokea ufunuo wa Mungu ndani ya moyo wako, unazidi kuwekwa mbali na laana, unazidi kuwekwa karibu na baraka. Kwa kiwango cha ufunuo ndani ya moyo wa mtu kinaamua kiwango cha baraka itakayotenda kazi kwenye maisha ya mtu. Na ile laana, haijalishi ni laana ya namna gani, ufunuo wa Mungu ukija kwenye eneo husika, mfano labda kwenye eneo la kiuchumi, kwa ufunuo wa Mungu umeupata, automatically kama kuna laana inayotenda kazi kwenye hilo eneo inakatika, na unaunganishwa na nguvu za Mungu, unaunganishwa na baraka za Mungu za kusaidia kwenye eneo husika. Kama kuna laana inayotenda kazi kwenye upande fulani, ukatafuta ufunuo, neno la Mungu likakufunulia kilichoko ndani ya huo upande, moja kwa moja kinakuunganisha na baraka ya Mungu inayotenda kazi kwenye hilo eneo, na kinakutenga na laana ya adui inayotenda kazi kwenye hilo eneo. Ndio maana ikasema utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Na ikasema mwana wa Mungu akikuweka huru, unakuwa huru kweli kweli. Baba, uwatakase kwa ile kweli, na neno lako ndio kweli. Kwa hiyo ni kwamba nini? Utapata ufunuo, na ufunuo huo utakuweka huru. Kile kinachokutenga na laana kinakuunganisha na baraka. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinakuunganisha na baraka kitakutenganisha na laana, na ufunuo unakuunganisha kwenye baraka. Kwa hiyo unakutenganisha na laana.